Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo, kwa neema ya ibada, kwa neema ya uhai, kwa neema ya mambo mengi mazuri ambayo ametukirimia. Ni mwaka wetu wa kumtafuta na kumtumikia Mwenyezi Mungu, kutoka Matendo ya Mitume 9 kuanzia 36, na hilo neno linazungumza kuhusu jinsi Tabitha alifufuliwa na kwa nini Mungu alimfufua. Ya kwanza likiwa walikuwa wa imani moja, walikuwa wakimhudumia Bwana, wakisali, wakifunga, wakimtumikia Bwana kwa mali zao, wakimtumikia Bwana kwa uinjilisti, wakimtumikia Bwana kama watendakazi wenza, na hatimaye wakimtumikia Bwana kwa kuwajali wanyonge. Na siku ya leo ningependa tuangalie sehemu moja ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu, na kumtumikia Mwenyezi Mungu katika kutimiza maandiko. Praise the name of Jesus. Serving the Lord in fulfilling the scriptures. Wapendwa, wakati mwingine kabla sijasoma andiko la leo, tunang'ang'ana sana na maisha, tunapigana sana ili tuweze kufanikiwa, lakini tunasahau jambo moja. Na lile jambo ambalo tunasahau ni hili, kwamba kuzaliwa kwetu na kupatikana kwetu duniani si ajali. Praise the name of Jesus. Si ajali. Maisha yetu ni kazi ya mtu ambaye anajua yote, anaweza yote, anayapanga maisha mpaka mwisho kabla ya mwanzo. Ndivyo anasema katika Isaia 56 mstari wa 10, kwamba mimi Bwana ninaona mwisho kabla ya mwanzo. Mimi Bwana nikipata mtu wa kumtumia, na mstari wa 11, lazima makusudi niliyokusudia nitayatimiza. Nami nasema nini siku ya leo? Nataka ujue kwamba kung'ang'ana kwetu kunakuwa tu wakati tuko nje ya makusudi ya Mwenyezi Mungu. Ni muhimu sana ujue ni nini kimeandikwa mbinguni kuhusu maisha yangu, na vipi nitafanya ili yaweze kuelekezwa na Mungu jinsi aliyakusudia yaelekezwe. Chochote kile kinatumika au kimetengenezwa, kikitumika kinyume na matumizi yake, basi inakuwa kwamba haiwezi kufanya kazi jinsi ilistahili kufanya. Ufanisi wake utadidimia. Yale ambayo hicho chombo kingeafikia inakuwa vigumu kuwafikia. Praise the name of Jesus. Kama ni magari, utaambiwa taya weight ya hili gari ni hii, haifai kubeba watu au mizigo zaidi ya kiwango hiki. Kama ni barabara, basi mhandisi pia atakuwa ameweka, anasema barabara ya aina hii haifai kubeba uzito kiasi hiki. Na ndivyo maisha yetu yalivyo. Mungu akamwambia Yeremia, kabla hujachukuliwa tumboni mwa mama yako nalikujua, kabla hujazaliwa nalipanga uwe nabii wangu kwa mataifa. Na jambo ambalo mwanadamu anafaa kuchukua muda mwingi sana kutaka kujua ni nini kimeandikwa kitabuni mbinguni kunihusu. Basi ukijua kile kimeandikwa mbinguni kukuhusu, na wewe mwenyewe ujiweke kwa nafasi ya kutekeleza hayo yameandikwa kitabuni kukuhusu, basi maisha yako yatakuwa yanafunuka jinsi Mungu alipanga yafunuke. Praise the name of Jesus. Leo ningependa kuangalia Yesu kama mfano wa watu ambao waliishi kutimiza maandiko. Baadhi yao ni wengi, hatuwezi wachanganua wote kwa kipindi kimoja kama hiki, lakini nichukue kifungu kimoja cha mistari 17 na tukiangalie tuone jinsi Yesu alivyojua kila hatua ya maisha yake ilivyokuwa inafunuka na makusudi ya Mungu na kile kimeandikwa juu ya maisha yake. Praise the name of Jesus. Hakuna jambo unifurahisha kama kujua Bwana aliniambia jambo fulani. Kwa mfano, alikuwa ameniambia nitatiwa wakfu kukuwa kasisi nikiwa na miaka 40. Praise the name of Jesus. Kwa hivyo wakati harakati zilikuwa zinafanywa za huduma, na kwa hizo harakati sikutaka kuzungumza, na mambo ya kutiwa kwangu wakfu haikuwa limetajwa, lakini tukiwa tunazungumzia mambo katika mkutano na huyo askofu, na akasema mimi naana tuunganishe swala la kuanza kwako huduma pamoja na nini? Na kutiwa wakfu. Let us combine the start of ministry as we pray for it together with your ordination. And I knew kufikia hiyo tarehe nitakuwa sasa nimeingiza 40, alafu nitakuwa na siku 3 juu.
Praise the name of Jesus. Jambo ambalo Bwana alikuwa amesema wakati alikuwa ananiita ya mwisho kabla niitikie wito. Na mambo mengine Bwana alikuwa amesema atatutoa Ongata Rongai. Kwa hivyo tulikuwa tunakaa tukijua siku moja atafanya nini? Atatujua. Agosti mwaka juzi akanena. Akasema tena kule ninapeleka huduma ndiko nini itakuwa makao yako. Kingine akasema kwa sababu ya huduma, kabla ya kuenda mataifa, utaenda kwanza, utashikanishwa na huduma moja Tanzania, na utafanya hilo. Walijatimia, hata sijui ni nani atakuja kutoka Tanzania na kutaka msaada wetu na tuwasimamie. Ni baadhi ya mambo ambayo alisema. Akasema utaenda mataifa, lakini kabla ya mataifa, milango ya mataifa itafungukia wapi? Tanzania. Hakuna jambo zuri kama kujua kwamba hili linafanyika. Wakati wangu wa kuoa ulipofika, nilikuwa nimeambiwa nikiwa kidato cha pili. Na baadhi ya mambo niliambiwa ni kule mke wangu atatoka na kile Mungu ameweka ndani yake kwa sababu yangu na kazi yangu. Basi wakati ulipofika nikaona yale mambo yanatimia vile, nikatabasamu. I went back to my prophetic diary, I ticked. Wapendwa, wanasema nini? Maisha si ajali. Nataka ujue hivi. Unapoamka, unapoenda, nafurahia shuhuda za hawa dada zangu wanapotoa na kusema jinsi Bwana anafanya mambo. Kama utakuwa mwangalifu na kumwambia Bwana, yale uliandika juu yangu nataka yatimie. Wajua wanafunzi wa drama, yale ambayo hata nyinyi mnapenda kutizama sinema na filamu, kile kitu ambacho kinafanywa pale si jambo geni. Wanapozungumza, wanazungumza na kufanya matendo kana kwamba yanafanyika wakati huo. Lakini tunajua wamefanya nini kabla ya kuja kwa kipindi? Mazoezi. Bwana asifiwe. Yale mambo ambayo anasema pale katika kipindi yameandikwa chini, yamenukuliwa. Alafu akayaweka akilini. Alafu akayafanyia mazoezi, wakirekebishwa. Wakaambiwa unapojibu unarusha mkono kama mtu hana hasira. Na jambo unalisema ni la hasira. Hebu acha kurushwa mkono pamoja na sura yako na sauti yako viafikiane vyote kuonyesha ni nini? Ni hasira. Akarekebishwa. Sasa akawa, wajua watu ambao wanafanya drama wanakuwa kama waziri. Bwana asifiwe. Maana akioga anazungumza. Mpaka yale maneno yakuwe akilini. Akiwa mbele ya kioo anafanya nini? Anazungumza. Akifanya mambo yote anazungumza. Watu wengi ambao wamefanya movies kwa muda mrefu sana, katika uzee wao huwa ni kama wazimu. Maana wamezungumzoea kujizungumzia. Sasa hivyo ndivyo ilivyo pia. Kile ambacho kinatukia kwa maisha yako mpendwa, inalingana. Kama umetaka kujua makusudi ya Mungu kwa maisha yako, na wewe ukajiweka kwa nafasi ya hayo makusudi kutimia, ni kama kitabu ambacho kinachezwa katika movie au katika filamu. Tangu mwanzo mpaka wapi? Mwisho. Mungu anajua mpaka kifo ambacho unafaa kufa, wakati unafaa kufa, wanaofaa kuwa wamekuzingira, wanaofaa kuwa wanakutibu, amepanga. Praise the Lord of Jesus. Danieli anapopewa unabii, anaambiwa sasa, wewe Danieli, hiki kitabu kitachukua muda mwingi kabla kitimie, lakini utakapozeeka basi wewe utakusanywa pamoja na babu zako. Yohana naye anaambiwa yeye akafunge kitabu. Praise the name of Jesus. No, akakiwache wazi. Na Yohane mwinjilisti anaambiwa usikifunge kitabu, maana muda wake ni mfupi sana kabla utimie. Baba anajua ukitoka asubuhi, anajua utakutana na nani, siku itakuwa vipi. Anajua ukilala jioni, usiku nini kitafanyika asubuhi. Ni jukumu letu sisi kuishi maisha yetu kama wale waigizaji au watumbuizaji wa filamu, tukijua baada ya hapa kunafuatia nini na kitafanyika vipi. Praise the name of Jesus. Na tusitake kukaa gizani. Yesu aliishi maisha kama hayo na alikuwa anajua. Kwa anajua hapa sasa is chapter 8 of my life on earth. Well, as if you, ni sura ya 8 ya maisha yangu duniani. Ikipinduka anajua ni sura ya 9 ya maisha yangu duniani. Ikipinduka anajua ni sura ya 10 mpaka kipindi cha lala salama. Anasema Baba, yamekwisha. Anajua there is no more part of the book. Kitabu kimefanya nini? Kimekamilisha. Filamu ya maisha yangu imekamilika. Shakespeare Williams anasema hivi kwa mojawapo ya sonnets zake, sonnet 12, anasema all the world is but a stage and all men and women merely actors. All the world is but a stage and men and women merely players ama actors. Mimi nataka ujue hivyo kwamba maisha tayari yamepangika.
Bwana anataka kule utafika, yale utafanya, njia utafanya, na wewe ni muigizaji tu katika hayo maisha. Bwana asifiwe. Lakini unaweza kumuomba Baba ukajua anataka ufanye nini, sehemu gani, kwa njia gani, ili baada ya kipindi watu wanaweza sema that movie was a best seller. Hicho kitabu was a best, ni kitabu ambacho kimeuzika sana, kinavutia sana, ningependa tena kukitizama kama ni filamu, ningependa tena kukisoma kama ni kitabu. Praise the name of Jesus. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nilipoona 40 nikaambiwa nitahudumia Bwana, nikapewa miaka, lakini sitawaambia. Nilipewa miaka ambayo nitafanya nini? Nitamhudumia Bwana. Nikajua nitawekwa wakfu nikiwa 40, na nikaambiwa, lakini sikuambiwa kama baada ya huduma ndio kipindi kitaisha ama kutakuwa na nyingine pale juu. Lakini hiyo si hoja yangu. Hoja yangu sana ni kujua kwamba nimeitiwa hili, na nikaambiwa I'll do it for a certain number of years. Praise the name of Jesus. Na mimi naomba sote tutake kujua nini kimeandikwa kitabuni kutuhusu. I'm reading from the book of John, the book of Matthew, chapter 21. Nasoma Yohane mlango wa 20 na Mathayo mlango wa 21 mstari ya kwanza 17. Mathayo 21 mstari wa kwanza hadi wa 17. Tasoma kwa Kiswahili alafu nitamwomba Irene akanisomee kwa Kiingereza. Hata walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika mlima wa Mizeituni, ndipo Yesu alipotuma wanafunzi wawili akiwaambia, enendeni mpaka kijiji kilichowakabili, na mara mtaona punda amefungwa na mwana punda pamoja naye, wafungueni mniletee. Na kama mtu akiwaambia neno, semeni Bwana ana haja nao, na mara hiyo atawapeni. Haya yote yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, mwambieni binti Zayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, naye amepanda punda, na mwana punda, mtoto wa punda. Wale wanafunzi wakaenda zao, wakafanya jinsi Yesu alivyoamuru. Wakamleta yule punda na mwanapunda, wakaweka nguo zao juu yao, naye akaketi juu yake. Watu wengi katika ule mkutano wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza njiani. Na makutano waliotangulia na wale waliofuata wakapaza sauti wakisema, Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Hata alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakisema, ni nani huyu? Makutano wakasema, huyu ni yule nabii Yesu wa Nazareti ya Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na vipofu na viwete wakamwendea mle hekaluni, akawaponya. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona maajabu aliyoyafanya, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni wakisema, Hosana mwana wa Daudi, walikasirika. Wakamwambia, wasikia wewe wasemavyo hawa? Yesu akawaambia, naam, hamkupata kusoma kuwa vinywa vya watoto wachanga na wanyonyao umekamilisha sifa? Akawaacha, akatoka nje ya mji mpaka Bethania, akalala huko. Neno la Bwana. Now, when they drew near Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, Go into the village opposite you, and immediately you'll find a donkey tied and a colt with her. Loose them and bring them to me.
And if anyone says anything to you, you shall say, the Lord has need of them, and immediately he will send them. All this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the prophet, saying, tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colt, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he had come into Jerusalem, all the city was moved, saying, who is this? So the multitude said, this is Jesus, the prophet from Nazareth of Galilee. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it into a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant, and said to him, do you hear what these are saying? And Jesus said to them, yes. Have you never read, out of the mouths of babes and nursing infants, you have perfected praise. Then he left them and went out of the city to Bethany, and he lodged. Asante. Kabla ya hili tukio, kuna jambo Yesu alikuwa amefanya. Alikuwa amewaponya na kuwafumbua macho vipofu wawili. Na baada ya hapa kuna muujiza mengi anafanya. Na hata hapa tumesoma tayari kuna muujiza wako hekaluni na amewaponya vipofu na viwete. Kuna jambo limefika, Yesu anakuja Yerusalemu na anajua sura ya maisha yake imefika mahali fulani. Na amefika mahali ambapo atadhihirishwa kama mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi alikuwa ni nani? Alikuwa ni mtu ambaye Israeli ilikuwa imemsubiri kwa miaka mingi sana. Tangu wakati wa Musa alitoa unabii, akasema kutakavyokuwa Abrahamu, alikuwa ameahidiwa na mambo mengi kama hayo. Basi Israeli ilikuwa chini ya utumwa wa Warumi. The Romans were ruling the world, they were the superpower. Pilato alikuwa mwakilishi wa Warumi. Herode alikuwa mwakilishi wa Wayahudi. Basi walikuwa wanatumia policy kama ya the French wakati wa ukoloni, assimilation. Mkikubali kutawaliwa na Warumi, ni sawa watawapa kiongozi wenu akiwa Herode, alafu nyinyi mtakuwa mnatoa ushuru kwa wao. Na kiongozi wao pia atakuwa pale governor, lakini kazi yake ni kuangalia tu kwamba masuala yanaenda sawa. Hakuwa anatawala moja kwa moja kama Herode kiongozi wao. Taifa ambalo lilikataa uongozi wao halikupewa mtawala wao kama Herode, walipigwa na wakaweka tu chini ya mtu kama Pilato aliyekuwa anatawala moja kwa moja kama mwakilishi wa Kirumi. Basi Waisraeli walikuwa wanatarajia nini? Walikosa kuelewa vizuri dhana ya Mesia. Mesia ambaye alikuwa anakuja hakuwa Mesia kuwatengenezea utawala wa duniani. Alikuwa Mesia wao walivyotazamia wa kuwakomboa na utawala wa kikoloni wa Warumi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna baadhi ya sababu zilizowafanya hawa Waisraeli kumkataa Yesu kama Mesia. Maana waliona Yesu amekuja, anashughulikia masuala ya kidini, lakini utawala wa Kirumi ungali juu yao. Na ikawa ni sababu moja ya wao kumkataa. Basi wakati umefika. Na Yesu anawaambia wanafunzi wake wawili, nendeni kile kijiji kinatutakabali, kinatutizama kinyume na sisi, kinatuangalia. Katika hicho kijiji nendeni, mtapata kando ya nyumba fulani kumefungwa punda na mwanafunzi. Mfungueni mkaniletee. Yeyote akiwaulizeni mnawapeleka wapi punda hawa, mkamueleze Bwana anahitaji. Bwana sifiwe. Wakaenda wakafanya vile. Alafu wanapofika kuna jambo la kipekee linatokea na linahitaji tu mtu wa macho ya kiroho kuweza kupambanua.
Watu wanatoa nguo zao milini, wanatandika juu ya nini? Punda na mwanapunda. Yesu anakalia. Wengine wanatoa mavazi yao, wanatandika barabarani. Wengine wasio na mavazi ya kutoa ya juu, wanachuna matawi ya mtu, wanavunja vipande vya mti na matawi ya mitende, wanatandika barabarani. Alafu maandiko yametuambia wengine wakatembea mbele ya punda na wengine nyuma ya nini? Punda, wakiimba wimbo mzuri sana, wakisema hosana juu mbinguni, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana kwa mwana wa Daudi. Wapendwa, kama ulitaka kufa kwa urahisi sana kwa Israeli, ilikuwa ni ufanye jambo kama hilo. Maana ilikuwa inajulikana hilo ndilo lilikuwa sifa au jina la Mesia, mkombozi wa Israeli, na wao walikuwa wanamtarajia kiongozi wa kijeshi wakiwakomboa kutoka utawala wa kikoloni. Sasa mhubiri mmoja anaitwa nabii amekuja anaimbiwa hizi nyimbo, lakini kuna jambo hao watu hawaoni. Juzi wakati rais amekuwa na ziara yake mlimani Kenya, tunaambiwa aliwaita magavana na maseneta na wabunge wa hilo eneo, akaweka mikakati ya jinsi atapokelewa wapi? Mlima Kenya. Sherehe kama hizi, matukio kama haya yanahitaji watu, yanahitaji mipangilio, yanahitaji pesa. Lakini nataka uone jambo moja. Kwa sababu ilikuwa imeandikwa haya yatafanyika, Yesu hakuweka mikakati yoyote. Yesu hakuita watu. Yesu hakulipa mwenye punda. Wakati ulipofika, watu walikusanyika na Roho Mtakatifu akawazungumzia. Praise the name of Jesus. Yesu hakumwambia yeyote juu ya punda huyu tandika hiki. Yesu hakuambia mtu yeyote barabarani tandikeni hivi. Yesu hakuita waimbaji akawaambia wamama wa Kikuyu rais akifika mtaimba hizi nyimbo. La. Bwana asifiwe. Ni umati mkubwa lakini wanaimba wimbo. Mpendwa, sitaki ukose hilo. Ni umati mkubwa, wamekutana hawajuani, wamekuja kumuona Yesu, lakini wanaimba wimbo. Ni umati mkubwa, hawajapangwa, lakini wamejipanga nyuma na mbele ya nini? Ya punda. Mpaka wapi? Kanisani. Haina transport manager, haina training ya choir na praise and worship, hawajapewa wimbo, hawajapangwa nani atakaa mbele ya convoy na nyuma ya convoy, lakini yanafanyika. Maana imeandikwa wapi? Imeandikwa wapi? Kitabuni. Wanapofika hekaluni wanaingia na wanapata huko kwingine Leon Boys Band. Bwana sikia, Leon huyo mtoto amebebwa. Wanapata Leon Boys badala ya kusema ta na wao wanafanya nini? Mimi sitaki ukose hii movie. Badala ya ta Leon wanaimba nini? Wanaimba nini? Hosana juu mbinguni. Hosana kwa mwana wa Daudi. Na Yesu akiingia hekaluni, Mathayo hajatuambia, lakini Luka na waandishi wengine wanatuambia, kando na kuangusha meza zao zilizojaa pesa na njiwa na mambo mengine, pia alitengeneza fimbo akawacharaza. Baada ya hapo akaletewa wagonjwa, walemavu na vipofu. Maandiko yanasema aliwafanya nini? Aliwaponya. Alafu akamwambia, wewe Bwana, huoni jinsi unavyokufuru? Hausikii waimbavyo hawa? Si unafaa kuwakanya? Imagine sasa hivi nichukue V8 hapa, nitengeneze convoy ya watu 20, gari 20 V8. Alafu hapo mbele pamewekwa nini? Bendera ya Kenya. Bwana asifiwe. Alafu tumetafuta kijisehemu kama Manila paper, imeandikwa hapo mbele presidential escort. Imewekwa mbele ya gari langu presidential escort. Alafu hizi V8 ziko na siren. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiria nitaenda umbali gani? Nitaenda umbali gani? Nitaenda umbali gani?
Simu ya kwanza itapigwa na OCS wa Rongai. You mean kulikuwa na president alikuwa anatoka Kitengela? Wa Kitengela alikuwa anatoka Kitengela anaenda Isinya ama anaenda Nairobi. Mbona hamkutuarifu? Alafu yule kule mbele anasema nini? Hapana, ratiba ya rais leo yuko kwingine. Na hii convoy inaenda wapi? Sasa jamaa anaingia hekaluni na unauliza, wewe unakuja kama mfalme, mkombozi wa Israeli, na unaimbiwa Mr. President na unaitwa His Excellency na unanyamaza tu. Naye Leon Boys Band inaendelea. Bwana asifiwe. Hosana juu, hosana kwa mwana wa Daudi. Amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Alafu Yesu anawaambia, my friend, hii maneno inafanyika saa hii. Hamjasoma. Imeandikwa wapi? Kitabuni. Anawapa andiko lingine. Wamekasirika na yeye, anaondoka hekaluni. Biblia imetuambia akaenda wapi kulala? Bethania. Ukisikia Yesu anaenda Bethania, anaenda wapi? Asante. Kwa Lazaro na dada zake. Na hapa kuna vitu niliwaambia ni common points kwa ministry ya Yesu akiwa Galilee na akiwa Jerusalem. Mahali Jerusalem iko ilikuwa kilomita 2 kwa hiyo Mount of Olives, mlima wa Mizeituni. Hapo ndani ya mlima wa Mizeituni ndio kulikuwa na Gethsemane. Alikuwa anaenda hapo kufunga na kuomba mara kwa mara na mitume. Na maandiko yanatuambia walikuwa wamezoea mpaka hata Yuda Iskarioti alikuwa anapajua, na alipotaka kupeleka askari alijua Yesu yuko wapi. Alikuwa anajua Friday night Yesu yuko wapi, mkesha pale. Sio Friday. Maana hiyo ndio ilikuwa siku yao ya ibada. Saturday ilikuwa siku yao ya ibada. Kwa hivyo walikuwa wanaanza jioni. Ndivyo walikuwa wanafanya. Friday night asubuhi ni Saturday. No, Thursday night. Siku yao ya kuabudu ni lini? Ni lini? Ni Saturday. Inaanza Sabbath evening. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaenda mkesha lini? Ili Sabato impate hekaluni. Walikuwa wanajua mahali pa kumpata. Mlima wa Mizeituni usiku walikuwa pale. So walipotaka kumshika, Yuda aliwapeleka kwa urahisi sana. Kwa hivyo alikuwa analala hapo, anaamkia mahali pawili. Anaamkia hekaluni, anavuka mto unaitwa Kidron Valley, na ulikuwa na mto. Kati ya hekalu na Mount of Olives kuna nini? Kidron Valley. Bwana Yesu asifiwe. Kidron Valley. Alafu hapo Mizeituni, kama hata aenda kulia mahali avuke Kidron Valley aende mahali kuna hekalu, ataenda upande huo mwingine ambapo ni Bethania. Atalala kwa kina Lazaro na nani? Na Mary na Martha. Sasa alipomalizana na wao akatoka akaenda kulala kwa kina Lazaro. Kesho yake alirudi tu hapa kwa hekalu. Wakawa wanamuuliza maswali mengine, lakini sitaki kuenda kwa haya. Wapendwa, kama unatembea kwa njia ya kile kimeandikwa kitabuni, huwezi kupambana na vitu. Hutaita convoy, hutaambia watu wataimba vipi, hutaambia nani watakuwa mbele, hutaambia nani watakuwa nyuma, hautaambia watu weka vitambaa juu ya punda, hautaambia watu chuneni matawi ya mti muweke barabarani na muimbe na mnipeleke Yerusalemu. Maana imeandikwa. Ambia mtu, imeandikwa. Siumwambie. Siumwambie. Lakini kama haijaandikwa kitabuni, utaita magavana na maseneta na MPs kwa maisha yako. Utawatafuta wa kuimba, utawafundisha wimbo, utalipia V8 wewe mwenyewe, Yesu hakulipia. Bwana asifiwe. Na itakuwa na shida nyingi sana. Maana unafanya mambo kinyume na kile kimeandikwa juu ya maisha yako. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Lesson number 1. Yesu anawaambia, nendeni mkaniletee punda na mwanapunda. Anawaambia yeyote akiuliza, mwambieni nini? Bwana anahitaji, ana haja nao. Anything you do because of God's purpose for your life will always attract divine provision. Chochote unafanya kwa sababu ya makusudi ya Mungu juu ya maisha yako, itakuletea rasilimali za kufanya hilo jambo. Hautang'ang'ana. Yesu anajua wakati huo kuna punda na kuna mwanapunda. Na kile anasema, anawaambia wakamjibu wale
wanaendea hao wapunda na mwanapunda ni jambo lepesi tu. Bwana anahitaji, ana haja na wao. Friends, mimi sijui kwa nini wewe unatafuta ufanisi, lakini kuna jambo moja mwandishi mmoja wa Zaburi alisema, Daudi, katika Zaburi 122 122 verse 9. Naomba tu nisome. It's a verse we've read quite a number of times here. Kwa ajili kile anafanya kilikuwa ni kwa mapenzi ya Mungu. Yesu hakuhitaji kufuga punda na mwanapunda. Wakati ulifika wa kuhitaji punda na kukalia punda, alitumana tu. Na nini likafungua punda? Jina la Bwana. Praise the name of Jesus. Jina, whatever you do in the name of the Lord, for the Lord will always attract provision. Utapambana. Nisome Psalm 122 verse 9. Kwa ajili ya nyumba ya Bwana Mungu wetu nitatafuta mafanikio yako. Nitatafuta nini? Mafanikio yako. For the sake of the house of the Lord, of the work of God, I shall seek your prosperity. Wewe unatafuta kufanikiwa. Niliwaambia the easiest way ya kupata majibu kwa Bwana, wakati unapanga kufanikiwa kwako na maombi yako, pangia naye Bwana hapo. Bwana asifiwe. Mwambie Bwana, ninaomba cathedral Kitengela. Ninatamani katika cathedral hiyo tutakuwa na ibada 6 kwa siku, kufunza neno lako na kukua tunaomba bila kukoma. Mbingu itatikisa kichwa na kusema kuna mtu duniani anajua. Kuna mtu duniani anajua kile ninahitaji. Ninahitaji nafsi za watu ziokoke, na zinaokoka kupitia injili na maombi. Bwana asifiwe. Tatizo ni kwamba, na maandiko yanasema, Yakobo anasema, mnaomba na hampati, maana mnaomba visivyo. Na hata mkiomba vilivyo inavyohitajika kuomba, mnaomba kwa nia mbaya. Mnataka V8 muonekane na presidential escort. Hamna sehemu ya Bwana kwa kile mnaomba. Our plans don't feature God's purpose for our lives. We don't feature the interest of God. Wazungu wanasema scratch my back as I scratch yours. Nikune mgongo nami nikikukuna wako. Hivyo ndivyo Mungu alivyo. Chochote unafanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu kitakuwa chepesi sana kwako kufanyika. Kama nia ni kumtukuza Mungu, kama nia ni kufanya ufalme wa Mungu uendelee, kama nia ni ya kuwafanya wasiomjua Mungu wamjue, kama nia ni kuwatia nguvu wanaomjua Mungu wasife moyo waendelee kumtumikia, kitakuja kwa wepesi sana wapendwa. Jibu mtakalowapa wale ambao mnataka wawape vitu ni nini? Wapendwa, sinawaulizeni swali. Kile mtawaambia wale ambao mnataka wawapeni vitu ni nini? Kwani concept haisink? Wale mtaenda kuwaomba vitu kwa sababu yoyote ile, mtaenda mkiwaambia nini? Yes. Lord, create a job for me in this country, because your work in Kenya requires my resources. Usimwambie tu mtoto waende shule, nilipe rent, nifanye nini. Hapana. Mwambie Bwana, mimi nahitaji kuwa naenda kuhubiria watu fulani mahali na ninahitaji nauli. Mimi nahitaji kukua katika nyumba hii, ninaongoza nyimbo za sifa. Mwenye nyumba ataniuliza huyu Mungu anaabudu yuko wapi nisipolipa hiyo nyumba. Bwana, kuna mayatima kadhaa kanisani ninajua, nataka kuwasaidia. Nitawasaidia vipi kama sina mapato? Mtawaambia Bwana anahitaji. Hilo ndilo jibu aliwaambia. Akiuliza mtu yeyote, kwa nini mnachukua mali yake? Kwa nini mnawafungua punda wake? Mwambieni Bwana anahitaji. I wish you ask things for the sake of the kingdom of heaven. Natamani ungekuwa unaomba Mungu kazi, unaomba biashara ipanuke, unaomba hii na unamwambia Bwana, nikifanikiwa hili, sehemu hii itakuwa ya kazi yako. The Lord needs them. Hiyo ndio ilifungua punda. Kisoma kifungu inasema wakaenda wakafanya jinsi Bwana aliwaeleza. Luka anaweka vizuri, anasema
Walipoulizwa na mwenye punda wakamwambia Bwana inahitaji, hakuuliza swali lingine. Aliachilia nini? Punda. Bwana, nipe afya njema na maisha marefu nikutumikie. Suleimani akaomba, akamwambia, akaulizwa na Bwana, unataka nini? Akasema, Bwana, umenifanya kiongozi wa watu wako. Hiyo ndio kazi umeniitia. Hivyo nipa hekima ya kuongoza watu wako. Bwana akasema, umeomba. Hukuomba vitu zingine. Akamwambia, hukuomba shingo ya adui, hukuomba miaka mingi, hukuomba utajiri, umeniomba hekima ya kufanya kazi nilikuumbia ufanye. Kwa sababu hiyo, nitakupa hekima kiasi ambacho hakuna mtu amewahi kuwa nayo ama atawahi kuwa nayo. Kwa sababu hiyo, hata hujaniomba, nitakupa utajiri ambao hakuna mtu amekuwa nayo na hakuna mtu atakuwa nayo. Kwa sababu hiyo, nitakulinda na adui zako wote. When you pray according to God's plan for you in his book, there can be no greater prayer than that. The answer is immediate and it comes with attachments of blessings that you never asked for. Wakati maombi yako yatalingana na kusudi ya Mungu kwa maisha yako, hilo ombi huja kwa haraka sana, majibu ya hilo ombi. Na kando na hilo, kuna baraka nyingine ambazo zinaambatanishwa na kile ambacho hukuomba. The Lord needs it. Hilo tu. Because of your kingdom on earth, I will seek your prosperity. Nitatafuta ufanisi Bwana kwa ajili ya kazi yako duniani. That is what it means to not pray amiss. Wakati unaomba visivyo, unaomba kwa ajili ya mahitaji yako tu. Kazi ya Mungu haiko, makusudi ya Mungu hayako kwa maisha yako. Hayo maombi huchukua muda mrefu sana. John 14:13-14. Kwa hiyo hoja tu, kutafuta ufanisi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kwa ajili ya kazi ya Bwana duniani. Kutafuta ufanisi kwa sababu ya kushughulikia mahitaji ya nyumba ya Bwana. Kutafuta ufanisi kwa ajili ya kuendeleza makusudi ya Mungu duniani. That one, ukisema kwa sababu Bwana anahitaji, hutakosa jibu mpendwa, na hutaulizwa na mwenye punda unafungua nini? Kwa nini unafungua punda wangu? Hautaulizwa na mwenye kazi kwa nini unatafuta kazi yako. Hautaulizwa na business partner kwa nini unataka tuungane. The Lord needs them. If that is the reason you are seeking prosperity, it will come so fast and the challenges will be overcome. Yes. Yohana 14:13-14. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba apate kutukuzwa katika Mwana. Amen. Mkiomba kwa jina langu, the Lord needs it. Yes. Kama mkiniomba lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkiomba lolote kwa jina langu, nitalifanya. Na mimi naomba hiyo ni kwa makusudi ya punda kumtoa Yesu mahali moja kumpeleka kwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kama kusudi ni kumtoa Yesu kwa punda, unaomba punda kwa sababu wamsafirishe Yesu kutoka eneo moja mpaka lingine. Kwa jina la Bwana, punda watafanya nini? Wataachiliwa. 16:24 of John, Yohana 16:24. Mpaka sasa hamjaomba jambo lolote kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu ipate kuwa kamili. Amen. Ukiomba kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana ina maana mbili. Kwa kutaja Bwana ukiomba, na kwa makusudi ya kutumikia Bwana. Tunapatana wapendwa? Asking for whatever it is in the name of the Lord has two aspects. The first dimension is mentioning the name of Jesus when you are praying. The second one is for the purpose of serving the Lord. That's what it means to ask in the name of who? Of the Lord. Nauliza kwa sababu ninataka nimtumikie Bwana nacho. Punda wataachiliwa. Na mimi nakuombea punda wakaachiliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Bwana kwa maisha yako punda wakaachiliwe. Somo la pili. Yesu, na nimesema Yesu aliishi maisha ya kutimiza maandiko. Mimi nakuombea hivi kwamba kila hatua ya maisha yako iwe ni maisha ya kutimiza maandiko. That's our topic in fact. And it's a second point. Kwamba maisha yako utataka tu kutimiza. Wakati unaomba Baba mapenzi yako yatimie, ni kutaka kutimiza kile kimeandikwa mbinguni kwa ajili ya maisha yako. Nataka nisomewe verse 4
ya hapo tumesoma Matthew 21, hiyo passage, our main passage for today. Kuna sababu haya yote yanafanyika. Kama Yesu angesahau kwa nini hao watu wamejaa kwa uwanja, angejiona kama celebrity, mtu wa maana sana, shujaa. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Angejiona kama shujaa. Unajua hiyo ndio ilikuwa shida ya Nebukadneza. Alitembea juu ya paa ya ufalme wake akasema, haya yote mimi Nebukadneza nimefanya kwa nguvu zangu. Hakujua makusudi ya kuinuliwa. Yesu angeona umati, watu wanaimba, launch political party kama angejua. Akasema kama Kitengela mzima na Kajiado na Nairobi wanatoka kunikaribisha hivi, si tunaweza anzisha saa hizi political party tuingie 2027 state house. Lakini alijua kusudi la maandiko. Soma neno. Haya yalitukia ili litimie lile lililo neno na nabii akisema. Mwambieni binti Zayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mnyenyekevu, naye anapanda punda, juu ya mwanapunda, mtoto wa punda. Asante. Mwambieni binti, Biblia imesema haya yalitimia kutimiza nini? Maandiko. Kuna nabii alikuwa amesema, akasema, binti Zayuni sikia, patakuja kwako mfalme wako mnyenyekevu, amepanda punda na mwana punda. Kwa hivyo Yesu anapotumania punda, anajua ni wakati wamefika. Whom was Jesus quoting? Maandiko yalikuwa yanaashiria nabii gani? Which prophet prophesied this? Zakaria in chapter 9 verse 9. Tusome tu. Zakaria alikuwa ametoa huu nabii. Kwa hivyo haya yanapotimia, jamaa anajua si wakati wa kulaunch political party niingie state house 2027. Anajua si kwamba mimi nimefanikiwa sana, ninatafutwa na watu na kuimbiwa na kutandikiwa nguo na matawi, hapana. Anajua kuna kitu iliandikwa, kuna kitu Bwana alisema juu yangu, na sasa saa hii ndio wakati wake. Praise the name of Jesus. Zakaria 9:9. Shangilia sana, e binti Zayuni, piga kelele, binti Yerusalemu. Tazama, mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki, naye ana wokovu, ni mpole, naye amepanda punda, mwana punda, mtoto wa punda. Praise the name of Jesus. Yes. Mimi natamani sana ujue kwa nini mambo yanafanyika kwa maisha yako. Maana nimeona watu nyakati za kuinuliwa zimefika na wameinuliwa, lakini wakasahau nini? Wakasahau nini? Kusudi la kuinuliwa. Walisahau kusudi. Kuna watu walipewa nafasi za masomo wakacheza darasani. Wakati wa kuinuliwa kazi imefika, inafaa kuwafungulia milango, wakakosa kujua ni kwa nini. Kuna watu walipewa ndoa. Nilikuwa nazungumza na mwanadada mmoja hapa jana nikimwambia, yule mtu ambaye anakuja kukuoa ni mtu ambaye ukimwangalia kwa macho utampuuza. Lakini kwa mwaka wako wa 6 wa ndoa atafanyika kitu ambacho wewe na hakuna dunia nzima ilitarajia atafanyika. Nikamuuliza, kuna ndugu kama huyo kwa maisha yako? Akasema wako 3. Lakini kuna mmoja anakaa hivyo kabisa umesema. Praise the name of Jesus. Amempuuza na anaendelea kuombea ndoa. Bwana asifiwe. Lakini amepuuza jamaa, amepuuza mpaka anasema siku hizi simu zake sishiki. Nikamwambia msikize. Harusi yenu itakuwa ya chini, watu watawachangia, watawasaidia, itakuwa na vitu vingi. But in the 6th year of your marriage, mwaka wenu wa 6 wa ndoa, kuna jambo litafanyika. Huyo jamaa atalipuka, ulimwengu utakuwa unauliza alikuwa wapi. Ni vizuri wapenda kutambua. Yesu angeona umati na mavazi yanatolewa yanawekwa juu ya punda na anaimbiwa na anafanyiwa sherehe na anakaribishwa kwa kishindo, akose kujua kusudi ni nini, angepoteza kusudi la majira. Lakini alijua ni kwa sababu ya utukufu wa mbinguni na imeandikwa. Kwa hivyo alipojua imeandikwa, hakuitisha farasi. By the way, wakati huo kwa jamii ya wakati huo kulikuwa na vikundi vya 3 vya jamii. It was a stratified society with 3 layers in their civilization.
Kulikuwa na kikundi cha kwanza, kile kiliitwa high class, wafalme na wakuu wa serikali. VAT yao ilikuwa nini? Walipanda farasi. Kulikuwa na kikundi cha kati, sio tajiri wala maskini, walipanda nini? Punda. Na kulikuwa na kikundi cha mwisho cha maskini ambao walitembea kwa miguu. Sasa mtu ambaye ni mfalme kupanda punda ilikuwa ishara ya nini? Ya upole, roho wa kiasi, humility. Mfalme wenu anakuja kwenu kwa kiasi, amepanda punda, na mwana punda anasimamia innocence. Mtu ambaye hana nia mbaya, kile chochote anawaza, anapanga, anafanya, hakina hatia. Tunapatana wapendwa? It's like an infant in human society. Hangewapanda wote wawili, kwa hivyo alimpanda mama, mtoto wakawa naye, kuashiria nini? Huyu mfalme wa kiasi anataka kumzaa mtoto, taifa la Wakristo ambalo halina hatia, ni takatifu. Kitu kikubwa ninataka ushike ni kwamba what was happening in that context had been written in heaven, na ikanenwa kwa kinywa cha nani? Cha nabii, kwamba kitu kama hicho kitafanyika, kwamba wakati kama huu kutakuwa na watu wanasikiza neno kanisani Kitengela. Wakati kama huo utakuwa unapanda ndege. Wakati kama huo hautakwalia farasi, utakaa kwa punda. Maisha ya kiasi. If you don't discover the purpose for that moment, you will abuse the moment and blow up the opportunities that come with it. Si Mungu akusaidie mpendo, ujue kwa nini nina wateja wengi wakati huu kwa hii biashara. Kusudi la Mungu kunileta Kitengela ni nini nikiishi Rongai? Mungu amenipa huyu mke wakati kama huu kwa sababu gani? Nafasi ya watoto wangu kuenda ng'ambo wakati kama huu ni nini? Kwa nini nimepata story Kitengela kulikuwa na watu wengi wengine hawajapata? Mimi naomba ukumbuke imefanya nini? Imeandikwa. Ukijua imeandikwa, utataka kutimiza kusudi la kile kimeandikwa na mtatembea na Mungu. Ukikosa kujua imeandikwa, utawaambia msiniletee punda, leteni nini? Farasi. Na wakati unaleta farasi, wale walikuwa wa kuimbia Hosana juu mbinguni mwana wa Daudi hawataimba. Safari ya kuingia Yerusalemu kwa hekalu haitakamilika. Ruto atatuma askari watadistort hiyo convoy. Maana umetoka kwa makusudi ya kile kimeandikwa. Praise the name of Jesus. Siuishi maisha ya kutimiza maandiko mpendwa. Jambo likifanyika, piga magoti, uliza Mungu, why is it happening? Why am I suddenly too popular? Why are doors suddenly just opening? Kwa nini ugonjwa umenitesa kwa muda mwingi umeisha tu? Kwa nini watu walikuwa wananipiga, Bwana amewaondoa? Kwa nini watu wameninukia, Bwana amewanyenyekeza? Kwa nini watu walikuwa wananichukia, wamenipokea sasa? Kwa nini nimeng'ang'ana na hii hadi na imebadilika? Don't just celebrate. Taka kujua kitabuni kumeandikwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Jesus remembered. Akajua hiki ndiko kile kimeandikwa. Kilinenwa na nabii Zakaria. Watafanya hivi. Kwa hivyo wanapofanya hivi, wakati wangu wa msalaba umekaribia. Wacha niwaonyeshe mimi ni mfalme, lakini ni mfalme wa aina gani. Praise the name of Jesus. Verse 6 to 11. Wale wanafunzi wakaenda wakafanya kama Yesu alivyokuwa amewaagiza. Wakamleta yule punda na mwanapunda, nao wakatandika mavazi yao juu ya hao punda, naye Yesu ameketi juu yake. Umefika 11. Umati mkubwa wa watu ukatandaza mavazi yao barabarani, na wengine wakakata matawi kutoka kwenye mti wakayatandaza barabarani. Ule umati wa watu uliomtangulia na ule uliomfuata ukapiga kelele ukisema, Hosana mwana wa Daudi. Amebarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Yesu alipoingia Yerusalemu, mji wote ukataharuki, watu wakauliza, huyu ni nani? Ule umati wa watu ukajibu,
huyu ni Yesu, yule nabii kutoka Nazareti katika Galilaya. Nilizungumzia mkesha hapa kuhusu kudhihirishwa na Bwana, being manifested by the Lord. Yesu amekaa muda huo wote, amefanya huduma, lakini wakati huo ajiongelei. That's my third point. Wakati unatembea kutimiza maandiko, Bwana hufanya nini? Hukudhihirisha. The Lord himself manifests you. Na nimeanzia hapo. Hakuwafunza watasema nini, hakuwapanga wengine wakae nyuma wengine mbele, hakuwaita watandike mavazi juu ya punda, hakuwaita watandike mavazi barabarani na matawi ya miti, hakuwaambia leo nataka kila mtu afunge kazi na biashara aje anipeleke Yerusalemu. Nani alikuwa anafanya kazi siku ya leo? Nani alikuwa anafanya kazi siku ya leo? Yes, the Spirit of God. Hebu fikiria watu wakiimba wimbo mmoja kwa pamoja, na ni umati umekutana asubuhi moja. Hebu fikiria watu wakiacha kazi zao, wanasema huyu jamaa tunaenda naye mpaka bandi anaenda. Hata hawaambii nipeleke Yerusalemu, hapana. Wanampeleka mpaka kwa hekalu, because the Spirit of God is in charge. Wajua, mimi nimeona mambo mengine wapendwa. Kuna vitu nimekuwa nikitafuta kwa maisha na jinsi zinakuja unashangaa. Mtu ametoka kwake na gari ya asubuhi, wamesikizana na mke wake na wanapiga simu, niko shuleni, nimemaliza kazi Nairobi, nimeenda Rongai kwa shule. We had a school. Nimekaa ofisini, walimu wameenda, kila mtu ameenda, nimepiga magoti, nimeomba. Ninasikia tu usiende, omba. Nimeketi pale naomba. Jioni moja, we used to bank with National Bank of Kenya. The branch manager wanakuja na bibi yake, wanaendesha gari moja yako mbele na Harrier, mmoja yako nyuma na Field, our first car. Naona wanaingia na shangaa, hawa ni akina nani? Na hata lango alikuwa limefungwa la shule. Maana alikuwa linafungwa jioni, wanafunzi wa kwenda, it was a day school. Naona magari yanakuja, yanaegeshwa chini ya mti. Watu wanatoka kuangalia, nikaona namjua huyo ni Tarusi. Kumbe jamaa amepewa promotion kuwa national chairman wa National Bank, amepelekwa South Sea, hapo ndio wako na headquarters zao unless wamemove. Gari ambalo alikuwa amenunua ametumia miezi 7, ameamriwa na Bwana amletee nani? Aniletee. Wakakaa kwa ofisi na mke wake. Wakasema, na 6 months before that, mama ya mke wangu akawa ameota ndoto tuna hilo gari. Tumelipata, akatueleza, tukaombea. Sasa jamaa wamekaa hapo. They made 3 statements. Waliniambia, kitu ya kwanza, wewe ni director wa shule. Hautakuwa soko unapiga kona huku kwa miguu, wazazi pia wanapiga huku kona kwa miguu. Bwana asifiwe. Wakaniambia, secondly, hili gari Fielder ni lako. 3, tuambie vile unataka kulipa. Ukisema 50 bob per day, sisi hatuna shida. Praise the name of Jesus. Na wakasema sasa tunatoka hapa saa hii tunaenda kwa cyber, tunafanya transfer ya gari. Have I ever told you that story? Unajua tulienda kwa cyber na tukatransfer. Nilikuwa nimekawia kuendesha gari. Nikasema nitangoja wakati traffic imepungua kabisa, alafu nitaenda kwa speed ya 20. Na sasa hiyo transfer imefanya nini? Imeshafanywa. Wakatuambia, wewe huyu ni lawyer wetu, enda andika vile utataka kuandika. Kama unataka kulipa gari for 10 years, wewe utalipa for 10, lakini gari ni la nani? Ni lako. Kwa sababu sasa hii Harrier atataka kulipa mke, yeye amepewa a bigger car na kampuni. Tukaenda kwa cyber tukatransfer, nikaenda na gari jioni, nikapaka, nikaenda na ufunguo kwa nyumba, na mtu ananiuliza, hili gari ni la nani? Namwambia ni letu. Unapenda mzaha? Hili gari ni la nani? Ile simu yetu, akiacha mtoto. Bwana asifiwe. Gari imetoka wapi na tuko na hii na hata ile loan hatujamaliza kulipa. Namwambia ni la nani? Vile litalipwa na vile wewe ndio tutaamua saa hii vile tuende kwa lawyer. Ametuambia tuandike, yeye atasaini vile tutaandika. Tukasema gari tutalipa kwa mwaka mmoja, na Bwana akafungua njia nikalipika kwa mwezi mmoja. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Wapendwa, when the Holy Spirit is at work, you don't carry certain burdens. Mnanipata? Kama imeandikwa kitabuni na wewe umejisalimisha kwa mikono ya Mungu,
mambo yanafanyika tu. Last year tulikuwa kwa Mama Mary na nikamwambia Bwana anasema analeta gari. Na yeye pia aliletewa hivyo hivyo. Mwenyewe akaendesha mpaka kwake, akawacha hapo, unataka pesa ngapi, yaandika vile utalipa. Akawacha gari akaenda ametransfer. Si wako nalo? Wako nalo ama hawana? When it is God's purpose na imeandikwa na wewe umejiweka kwa njia sambamba ya Bwana, you have aligned yourself to the purpose of God, hautaambia watu imbeni hivi, wengine kaeni nyuma, wengine kaeni mbele, toeni nguo zenu muweke juu ya punda, tandikeni kwa barabara, acheni, fungeni kazi, mnipeleke Yerusalem. Watakupeleka Yerusalem kwa njia zao. Si Mungu akupe hiyo neema. Wakati Roho Mtakatifu anafanya kazi, wapendwa, hautaketisha watu kuambiwa fanyeni hivi jinsi. Hapana, watakuwa wanajiambia, huyu mtu anahitaji hiki wakati huu, tumhudumie kwa njia hii, tumsaidie kwa njia hii, tumuitie kazi, tumsaidie kuenda ng'ambo, tumlipie air ticket, tumpe shamba, tumjengee nyumba, tumlipie school fees ya watoto. Maana imeandikwa wapi? Kitabuni. Na umetembea kwa mapenzi ya Mungu. Bwana anaachilia roho yao wote yake juu yao. Wote wanaimba wimbo moja, hata watoto kanisani wanaimba Hosana in the highest. Yesu ameingia, Mafarisayo wanataka kupasuka hapa kwa hasira, lakini watoto wanaimba. Bwana asifiwe. Leon's Boys Band, Hosana in the highest. Hosana to the Son of David. Hosana, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hawa Mafarisayo kwa sababu wamejaa pepo na hawaelewi nini inafanyika. Hawajiulizi hata kwa nini watoto wananyonya, wanaimba. Wamepata wapi uwezo wa kuimba? Hakuna mtu amewatrain. Saa hizi tuko na artificial intelligence, AI inafanya mambo mengi. Hawa hakuna mtu amewapeleka shule. Na hata ukiwafunza hawawezi kushika. Mtoto wananyonya anashika nini? Lakini wanaimba nini? Hosana. May that be you. Katika jina la Yesu. Wacha iwe ni wewe ambaye hang'ang'ani na vitu. Unatembea tu kwa njia za Bwana. Wakati ukifika, CEO wa kampuni anaambiwa hebu simba Hosana to Brian. Anakumbuka Brian anafaa kazi. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Yule mtu anafaa kupa mtaji wa biashara, analetewa na Holy Spirit. Anasema Hosana to Richard. Anasema Richard, kuja chukua pesa ya biashara. Praise the name of Jesus. Wakati umefika, unatembea kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jamaa yuko US. Amefika wakati wako wa kukuita. Roho Mtakatifu anamwambia sasa imba Hosana to Irene. Anakumbuka Irene anafaa kuja Amerika. Anamwambia enda chukua barua post office nimetuma kukualika Marekani. You don't struggle with things. See your Hosana moment ije kwa jina la Yesu. Amen. Roho Mtakatifu akiwa kazini, you don't steadman things. You don't fake. You don't struggle. Bwana analeta, yanafanyika kwa wepesi. Watu watafunga kazi wanaenda kukukaribisha. Wanafunga kazi wanakutafutia white carpet, red carpet. Wanafunga wanakuja kukuhudumia na wanakupeleka mpaka Jerusalem. Punda si yako, mavazi si wako, miti ya mitende si yako, mavazi wameweka kwa punda si yako, wimbo haujawafunza, wimbo hujawaambia, haujawapanga wengine kaeni mbele na nyuma, lakini convoy inaenda wapi? Jerusalem. Si wewe uingie Jerusalem yako. Na convoy ile Bwana amekupangia. Na utatoa pesa na kuita governors na senators na wabunge na kuwaonga na wamama wa kuingia hapa. Bwana anafanya. John 16:13. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. That's the work of the Holy Spirit. Fulfilling scripture. Iliandikwa, sasa inatimia. Yesu apambane. Atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza, awatie katika kweli yote. Yeye hata nena kwa ajili yake mwenyewe, bali atayanena yale yote atakayesikia, naye atawaonyesha mambo yajayo. Nashika tu nini? Atawaongoza katika kweli yote. He does that. Anawaongoza katika kweli yote. Inafika na Bwana anasema, nakumbuka the day before we started school, we didn't have any capital. Tulikuwa tuna maono, tumeombea, tunataka shule Bwana. And that night the Lord did. Alileta ndoto mbili. Niko mahali naona uniform, naona watoto, uwanja umejaa, na niko na jamaa tulikuwa naye, alikuwa computer scientist University of Nairobi. Alikuwa anatusaidia na computer lab. Na ukiwa year 1 kunakuwa na courses mnafunzwa. Anaitwa Njoro. So tuko hapo na mimi nauliza Njoro hii ni shule gani na hao watoto wanafanya nini? Why is this? Njoro aniambia ni wewe. Umetuhost kwa shule yako na una habari?
unatuuliza hapa ni wapi? Ikaenda nikaamka nikaomba, nikarudi tena kulala the same, tuko na Njoro. Sasa hiyo nikaonyeshwa hata location ya shule. Namuuliza Njoro, huku ni wapi? Ananiambia, kwani wewe tuko kwa shule yako na ujui ni shule ya nani? Wapendwa, 3 months down the line, December nilipata watu, tukafanya partnership, wakanisponsor wazungu, tukaweka ikasimama, tukapata wazungu wengine wakaleta watoto Pottersfield wakajaza. Kulikuwa na interviews daily. Kuna muhindi mmoja anaitwa Miri, alikuwa na shule hapo karibu ya International, amejaribu akaniambia, hapa wewe umekuja, mimi nimeona hii uwanja ikipewa watu wengi sana, wengi, biashara hapa hazipiti miezi 2 na 3. Hicho kinywa kilikuja Novemba kwa shule, akaniambia na umefanya nini? Alikuwa ananiambia Liza iliko hapa, St. Augustine ndio hiyo nyuma yako, Ngata Academy ndio hii, Vicodec ndio ile yangu hapa International. Nani atawacha kukuja kwa shule changa kama hii? Usingetafuta another location. Ndiye akaongeza hiyo. Akasema nimeona watu wakipewa hii uwanja miezi 2 ngapi? 3 wanahama. Hapa imekuwa bar, hapa imekuwa retreat center ya watoto, hapa imekuwa kanisa, hapa utaweza. Alikuja kusema na nimepita hapa nikaona watoto wanatoka shule za 11, nikashangaa. Wapendwa, no publicity, vile tu tulifanya hii kanisa. Hakuna flyers zinatembazwa, hakuna nini zinawekwa, hakuna launch. Sisi tulianza hivyo maana ilikuwa wakati wa Bwana na Roho Mtakatifu alileta. He was our publicity officer. Alifanya marketing, darasa zikajaa. Tukashindwa mahali pa kuweka watoto. Marketing ya Roho Mtakatifu. Si Mungu akufanyie jambo kama hilo. Praise the name of Jesus. Mungu akufanyie jambo kama hilo. You will not market. Akija atawaongozeni, atawafunulia ukweli wote, akufunulie tu ujue saizi ni season gani, Bwana anataka nini, ninaendelea aje, anapanga nini, alafu akukusanyie watu wa kukutumikia. That's what he did in Jesus. Majamaa wanajipanga, wewe nyinyi kaeni mbele, nyinyi nyuma, nyinyi wekeni, fanyeni, alafu wimbo wanaanza. Hakuna mtu amewapa wimbo, hakuna mtu ameonyesha jinsi ya kuimba, wanaimba tu wenyewe. Unajua mzazi mmoja alikuja kama tu tungali wachanga, alikuja akakaa kwa ofisi na akaniambia, mtu akikaa hapa hata hataki kutoka. Tumemalizana naye, tumeadmit mtoto amekaa tu kwa ofisi. Na mimi najua nini na hapo, nasema sawa. Holy Spirit alifanya marketing akakuleta. Ukisikia ile shule ametoa mtoto na kule ameleta mtoto, hata wewe unaangalia unajua mzazi yako ndombo. Unatoa mtoto national school, unamleta day school inaanza. Na unaangalia na ile gari ameweka pale na pesa. Unasema kweli marketing ya Holy Spirit ni kali. Si hata wewe unajua level zako ukianza. Bwana asifiwe. Na unamwangalia, hakujui, hajui sifa zako, hajui nini, lakini ameleta mtoto. I remember that student alikuwa anaitwa Hilda. Na amekuja, na wengi wanakuja walipi pesa nusu, wanalipa tamu. Wengine analipa mwaka. Na shule inafanya nini? Inaanza. Si ungesema wacha nitupe kwanza 1500 niangalie hii shule. Lakini kwa sababu wameletwa na Roho wa Mungu, fikira zao zote zinafungwa. Wanaona tu mahali mtoto anafaa kukaa. Wengine wakaongea wakasema huyo devil worshipper. Kuna mtu anaweza kufungua shule ikakuwa hivyo kama bushfire. Mimi nasema sawa. Ni sawa, time will tell. Kufanyiwa campaign na Roho wa Mungu. Ajapo atawafunulia yote na atawaongoza. Si Roho wa Mungu akuongoze, na aongoze wale watafaa kukusaidia. Second last point. Verses 12 and 13. Verses 12 and 13. Kuna jambo kidogo tu nimesahau. Hapo nyuma kwa Roho Mtakatifu na yale ambayo anafanya. Kuna jambo moja nzuri ambalo lilifanyika. Psalm 139:16. Psalm 139:16. Kabla tujaenda kwa hiyo hoja nyingine. Macho yako yaliniona kabla mwili wako haujakamilika. Siku zangu zote ulizonipangia ziliandikwa katika kitabu chako kabla hajakuwepo hata moja. Praise the name of Jesus. Huyu ni Daudi lakini anaongea juu ya Yesu. That's the prophetic ministry of David.
Anaongea juu ya nani? Anasema macho yako yaliniona kabla hujanitengenezea nini? Mwili. Na siku zangu zote zimeandikwa wapi? Kitabuni kwako. Hata hiyo moment ya kuimbiwa Hosana in the highest ilikuwa imeandikwa. Hiyo moment ya watu kuacha kazi kuja kumkaribisha ilikuwa imeandikwa. Matawi kuchunwa, nguo kuwekwa chini, watoto kuimba kanisani yakiingia, ilikuwa imeandikwa. Kabla hujapewa mwili duniani, kabla hujazaliwa. Basi sawa, twende kwa hiyo hoja nyingine. Kile kimeandikwa kitabuni kuhusu wewe. Mathayo 21 mstari wa 12 na 13. Yesu akaingia katika eneo la hekalu na kuwafukuza wote waliokuwa wakinunua na kuuza vitu hekaluni. Akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilisha fedha na pia viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hawa wauzaji na wabadilishaji pesa walikuwa wanafanya nini kanisani? Walikuwa wanasimamia kitengo muhimu sana katika hekalu. Bila wao kuna mambo ambayo hayangefanyika hekaluni. Walikuwa na aina tofauti za sadaka na dhabihu. Kwa hivyo ile kazi walikuwa wanasaidia, kama kwa mfano unaleta mtoto kutiwa wakfu, kuna zile sadaka ambazo ulihitaji kutoa. Kwa hivyo labda kule umetoka ni mbali na una mfugo unataka kuleta, upewe hizo pesa kanisani. Badala ya kuja na kondoo kutoka Nyayo, Bwana asifiwe, roundabout unaleta hekaluni Kitengela, Yerusalemu mahali ulikuwa unaweza kubeba pesa. Si unahitaji mfugo? Ukifika hekaluni, kwa sababu unahitaji mfugo, unapeana pesa, unapewa nini? Mfugo. Naye unaweza kuwa wewe ni jirani, hautoki mbali, una mfugo lakini hauna nini? Pesa. Kwa hivyo badala ya kung'ang'ana na kutafuta pesa ama kupeleka soko kuuza, ulikuwa unaleta mfugo wako kanisani, unabadilishiwa na nini? Na pesa. Maana sadaka ilikuwa inatolewa kwa hizo njia mbili. Sasa hicho ndicho kitengo muhimu ambacho walikuwa wamesimamia. Lakini kuna kitu kimoja ambacho walikosa. Waliingia kwa biashara sana mpaka wakasahau hapo ni wapi? Hekalu. Wakawa mzigo wao mkubwa si kusikia neno la Mungu tena na kuomba. Mzigo wao mkubwa ni kupata faida kanisani. Na wakaingiza ujanja. Kondoo ambaye mtu anafaa apewe 6,000 wanampa 4,000. Ndio anawaambia sasa mmegeuza ile hekalu yangu imekuwa mahali pawezi pa majambazi. Na anawapiga na anageuza meza zao. Yesu anatufunza nini kuhusu hilo wapendwa? Kuchukua msimamo kwa ajili ya Bwana. Are we together? Praise the name of Jesus. Kuchukua msimamo kwa ajili ya Bwana. There are times when we need to make radical decisions. And Jesus is doing that on the basis of scripture. Hilo ambalo anasema nyumba yangu imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala ni Isaiah 56 verse 10. Kwa hivyo walijua kutakuwa na wakati ambapo imeandikwa kitabuni kunihusu kwamba nyumba ya baba yangu wataigeuza iwe nini? Iwe nini? Yes. Ya wanyang'anyi ama walagai ama majambazi ama wezi. Alijua imeandikwa. Na ndio sababu ikasemekana ibaki nyumba ya sala. He was quoting Isaiah 56. So Isaiah 56:7. Fulfilling scripture. Kila kitu Yesu anafanya anataka kujua imeandikwa nini. What season am I in? What does the word say about me in this season? Kwa hivyo alijua hii wakati ambayo ilisemwa, Isaia alisema ni hii sasa inatimia. Watu wamegeuza nyumba. Na ndio sababu wapendwa anawaambia watu hata mkija ofisini, don't sit here and start chatting. Mnamuudhi Mungu. Msikae mnaanza kuenezana mambo yenu, maisha vile mkitaka mnatoka nje ya kanisa, mnakaa nje compound kwa gari ama kwingine. What Jesus did to these people he could be doing to us today. Maana nyumba yake ni nyumba ya nini? Ya sala. Chochote unapeleka kanisani ambacho si maombi ni kinyume na maandiko. Read. Somo. Hawa nitawaleta kwenye mlima wangu mtakatifu na kuwapa furaha ndani ya nyumba yangu ya sala. Sadaka zao za kuteketeza na dhabihu zao zitakubalika juu ya madhabahu yangu, kwa maana nyumba yangu
itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Nyumba ya sala kwa mataifa, mahali pa kufurahishwa, sadaka zenu kukubalika. Na ndio sababu tunaambia watu huwezi toa sadaka street, huwezi tuma sadaka kwa huduma ambayo hujui. Kuna mahali pako Bwana amekuandalia pa fungu na matoleo. Bwana anasema hapo nitazikubali. Rudia tu, nitazikubali sadaka zao, nitawafurahisha. Sala zao nitapokea, na nyumba yangu itakuwa nyumba ya nini? If you are not ready to pray, don't come to church. Don't come to tell stories at church. Yes. Hawa nitawaleta kwenye mlima wangu mtakatifu. Mlima inasimamia mahali pa maombi, makao ya Bwana. Na kuwapa furaha ndani ya nyumba yangu ya sala. Bwana unapokuja na unaomba anakupa nini? One of the benefits of prayer ni nini? Joy. Mojawapo ya matokeo ya maombi ni furaha. Atisema nitawaleta mlima wangu, nitawaleta katika nyumba yangu ya sala, nami nitawafurahisha. Huwa ninaambia watu ambao wanasuffer mood swings, try prayers. Nilikuwa na dada yangu last born alikuwa hivyo. Anaamka leo kesho nikamwambia ni kwa sababu tukiamka kuomba wewe unajifungia in your room. Kuja tufanye morning devotion na wewe, the moods went. Maana huwezi kuwa mahali pa maombi na kumwabudu Bwana ubaki na hizo hisia za kishetani. Kitu kimoja Bwana anasema anakufanyia wakati unakuja mahali pa maombi ni kukutia furaha. How can you be moody with joy? Inawezekana uwe na furaha na uwe na umenuna. Rudia. Hawa nitawaleta kwenye mlima wangu mtakatifu na kuwapa furaha ndani ya nyumba yangu ya sala. Sadaka zao za kuteketeza na dhabihu zao zitakubalika juu ya madhabahu yangu. Juu ya nini? Madhabahu. Sadaka na matoleo inatolewa wapi? Na ndio Yesu anazungumzia katika Mathayo 23:16 mpaka 18. Sema sadaka zako zikigusa madhabahu nini itafanyika? Pesa zako zitatakasika. Dhahabu yako ikigusa hekalu si madhabahu, dhahabu yako itatakasika. Dhahabu inasimamia your wealth. Sadaka inasimamia pesa. Wealth has many components more than money. Na ndio anasema hapo sadaka zenu zitakubalika, dhabihu yenu itakubalika katika madhabahu yangu. Kanisani nitawatia furaha. Yes, katika nyumba yangu ya sala. Kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Nyumba ya sala kwa mataifa yote. Kwa hivyo Yesu atunajua kile kiliandikwa kwa neno na Isaia ndio hiki kinatendeka sasa hivi. Fulfilling scripture. Kutimiza maandiko. Anajua wale ambao watageuza nyumba ya baba yangu iache kuwa nyumba ya sala, iwe mahali pa majambazi ni hawa. Na mimi nataka kuuliza hizo swali. What does the house of God mean to you? There is unaweza ombea kwako, unaweza ombea kwa matatu, unaweza ombea kwa bafu, unaweza ombea mlimani. Lakini there is something special you get in the house of the Lord. What does the Lord fill your heart with? Joy. Hiyo ni ahadi Bwana ametoa kwa neno lake. Kwamba unapoacha kazi zako na shughuli, uende kwa hekalu, mahali kuna madhabahu yake, kumtumikia kwa maombi, kitu cha kwanza anakupa for free ni furaha. Roho ya hasira inapotea. Roho ya kutosamehe inapotea. Roho ya kununa inapotea, anakujaza furaha. Bwana asifiwe. Do you take a stand for the Lord? Kuna mambo unafanya kumtetea Mungu kwa nyumba yako. Unajua kuna nyumba ambazo wakati watu wanaomba wengine wako kwa simu na inakubalika. Bwana asifiwe. Kuna nyumba ambazo kuenda kanisani na kutoenda kanisani watu wana ruhusa ya kuchagua. We can go, we may not go. Jesus took a stand for God. Akasema imeandikwa nyumba yangu ni nyumba ya sala, na hakukubali majambazi na walagai wapate nafasi kwa hiyo nyumba. How about your house? How about your family? Wale unakaa na wao, wale mko na wao kazini. Tukiwa na shule tulikuwa tumefanya morning devotion compulsory for all staff. Wakati unafanyishwa interview, sehemu ya hayo mahojiano ni kama umeokoka, wewe ni Mkristo na unakuja na barua ya pastor. Hivyo ndio ilikuwa shuleni kwetu. Unakuja na barua ya pastor, simu ya pastor iko hapo na tutapiga simu. Wakati wa maombi ya asubuhi ni compulsory. Maombi ya jioni ni nini? Ni compulsory. Na unajua hapo mahali paliwaka moto ya Mungu. Maana watoto walikuwa wanatabiri mambo mpaka mwalimu akija na ana njia zake anatoroka.
Wakati wa devotion mtoto roho ameshuka, ana mambo ya mwalimu anayafunua, anayaweka wazi mpaka mwalimu anatoroka. The following, hakuna mtu amemfuta kazi. Anaambiwa maisha yake vile yanakaa, maana Bwana amepewa hayo mazingira. Kuna watu wengi na miujiza mingi ilifanyika shuleni kwa sababu ya kupatia mtu na Mungu nafasi na kuchukua msimamo. Kwa sheria yetu ilikuwa clear, huwezi cheza music ambayo si ya Mungu, staff room. It was there. Na hayo that was part of the interview. Mavazi yako lazima yawe ya Kikristo. Yalikuwa hivyo. That's the stand we had taken for God. Na kitu kimoja kilijaza shule ni hiyo, wazazi wote wa Kristo walikuwa wanatutafuta. Na mambo makubwa yanafanyikia watoto wao, matokeo ya mitihani, wanapona magonjwa, tabia zao zinakuwa bora, wanahubiria wazazi nyumbani. Mambo mpaka pastor kanisani akaniambia, mwalimu wa Sunday school na teenagers na youth ananiambia, watoto wale wanasoma shule yako they are very unique. Wakati wa maombi wamezama sana zaidi ya watoto wengine. When it comes to teaching the Bible wanaelewa zaidi ya watoto wengine. Exam zetu tulikuwa wakati tuna print mitihani. I'm talking about taking a position for Jesus. Wakati tunafanya printing ya mitihani, kila karatasi page hapo chini footnote kuna scripture. How can a young man keep his ways pure? By hiding the word of God in his heart. Next page kuna andiko. Kwa hivyo mtoto akimaliza mtihani, wakati tunamrudishia hilo karatasi, kuna maandiko hapo chini. It was like that. Taking a stand for Jesus. Sisi hapa ni Yesu, kulala ni Yesu. Wale watu wote wanatutembelea. No wonder si jamaa wengi wa kwetu wanapenda kukaa na sisi. Maana wanajua huko maombi ya asubuhi ni lazima, ya saa 6 ya usiku ni lazima, na ya asubuhi anasema ile kuomba inaombwa huko. Wacha mapasta wamtembelee. And we are happy. Tunafurahi hivyo. Maana shetani akitaka kutumia mtu atumiwa mbali, anatumia yule yuko karibu sana na wewe. Sasa ukiweka mazingira yako ya kuwa ya kishetani, nilikuwa naambia ndugu zangu, nilikuwa nawasomesha wakiwa na mimi Rongai, nilikuwa na sheria ya Jumapili maombi. Na kama wako holiday midweek ni lazima. Nilikuwa naambia sawa, kama uko na haki ya kutoenda kanisani na mimi nina haki ya kwangu. Sasa wakati wa kuenda kanisani, unatoka kwangu nafunga. Bwana asifiwe. Saa ile nitatoka kanisani ndio utafanya nini? Utarudi. Alafu nahakikisha kama ni kuna outing ni baada ya maombi. Ilikuwa Sunday afternoon. Hiyo siku kama kuna pesa kidogo ya kuenda kula nyama mahali, tutaenda wapi? Sunday. Tukitoka wapi? So atajua vizuri sana. Wasipoenda maombi hakuna sherehe ya kula nyama ama ya kufurahishwa. That was the routine. Na imebaki hivyo mpaka leo. Na sina wageni wengi wa kwetu na wakwao, kwa sababu watajua routine vile iko pale. Ni maombi. Wengine wanakejeli, wanasema wanaomba mpaka hata kuku wa hiyo boma wanaomba. Mwenye anafanya mzaa anasema hata ukiosha bed sheets zinaimba Yesu. That's our position. Jesus took a position for the Father. Wewe watu wanakuja, wale wanataka kuwatch chochote kwa simu wanawatch. Wale wanataka kulala, huwezi kula kabla ya kuomba. Hapana. Chakula kikiwekwa mezani omba kama unataka kuwa wa kwanza kula. Hizo ni sheria za kiungu. Wewe unatetea Bwana ama watu wanajitawala kwako? Wewe unamtetea Bwana. Nafurahi sana wakati Jennifer anapata kazi JKIA na anaanza fellowship na anajoiniwa. Nafurahi. Jennifer is our sister hii. Anaanza fellowship, anaenda kwa mkubwa, anaomba ruhusa na anakubalika. Lakini wengine wetu tunakaa kama Lutu. Lutu amechukua na Abraham, ameona Mungu akiongea na Abraham, ameona utajiri wa Mungu wa Abraham, lakini akienda Sodoma na Gomora anakaa hivyo. Hakuna hata mtu mmoja aliokoka, hata watu wa kwake. Wakati Mungu anatoa maagizo anasema usiangalie nyuma, bibi yake anaangalia, maana ajui maagizo ya kiungu nini. Alikuwa na two sons in law to be. Wale wanaume wawili walikuwa wanachumbia binti zao. Hajawafunza jia, anawaambia moto inaenda kuwaka hapa asubuhi na kiberiti ya mbinguni. Tuendeni, wanacheka. Ambia, "Unajua sayansi ya moto. Moto haiwaki kutoka mbinguni, inawashwa na kiberiti." Walibaki wakateketea. Shida ilikuwa ni nani? Lutu. He never introduced them to his God. Aliishi kama hata wakati malaika wamekuja kwake, wanaume wa Sodoma wamekuja kwa mlango, wanamwambia Lutu, "Tumeona wanaume wengine wameingia hapa wawili. Tunataka kufanya na wao mapenzi." Anawabembeleza, anamwambia, "Tafadhali acheni niwapeni binti zangu." Praise the name of Jesus. Acheni niwape binti zangu. Watamwambia, "Hapana,
Tunataka wale wanaume, na ukicheza tutaanza na wewe. Ilibidi malaika wanyoshe mkono wamuingize Lutu wawapige na upofu. Hivyo ndivyo aliokolewa. Kwa maombi ya nani? Abrahamu. Yeye hata kuomba hapo anaomba. Kuna Wakristo wako hivyo. Mahali wako wataki kujitambulisha. Ni kama huyu pastor anaitwa Kush wa Churchill Show. Atasema shida yenu nyinyi, wakati wako Churchill Show anasema shida yenu nyinyi kila mahali mnanipata pastor. Hata mimi napiga deal street ya Nairobi mnaniita pastor. Mnanichomea. Alikuwa anasema kimzaha, Pastor Kush, si mnamjua? Wa Churchill Show, hivyo ndiye alikuwa anasema. Atasema ukinipata mahali na mrembo kwa kona, ujui tunajadiliana nini? Wewe niambie hai uende na si lazima unisalimu. Sasa wengine tunakaa kama Lutu. Tunampenda Bwana, tunamtumikia, lakini hatutaki kumtambulisha. Watoto wetu wanakaa ni kama hakuna Mungu, waume zetu ni kama hakuna Mungu, wake zetu ni kama, jamaa zetu ni kama hakuna Mungu. Si wajue njia ya kutembea na wewe ni kutembea na Mungu. Praise the name of Jesus. Yes. Wacha wajue njia ya kutembea. Wengine hata wakati napata wanapiga hadithi fulani mahali, shuleni na kwingineko, wana change topic, unasikia pastor anakuja. Hata majirani tu hapa Rongai. Wanaongea tumeenda kanisani na mke tu, hata wajui tunasikia. Acheni hiyo pastor, na mimi si pastor, nilikuwa elder kanisani, tulikuwa na mchungaji. Lakini wanajua kuna hadithi nyingine hatutapiga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hadithi nyingine hatutapiga. Si Mungu akusaidie you take a position for God. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anajua ni maandiko na anawaambia hawa chenye mnafanya si cha kiungu. Imeandikwa na anawatandika na anamwaga bidhaa zao. Mungu akusaidie kwamba kila nyumba utakuwa ndani iwe nyumba ya sala. Kila mahali utakuwa pawe mahali pa sala. Nyimbo zinaimbwa, mazungumzo yanazungumzwa, tabia pale ziwe za kiungu. Nyumba ya sala. Nyumba ya sala. Na anasema nitawapa amani, nitajibu maombi yenu, nitapokea sadaka zenu na dhabihu zenu. In short, nitawatenda mema. Praise the name of Jesus. Ndio tunasema njoni kwa nyumba ya sala. Tukisema tuna prayer in Monday saa 11 njoo. Tukisema Friday morning tuna prayer in njoo. Tukisema kesha njoo. Bwana ameahidi atapokea dhabihu. Akipokea sadaka na dhabihu nini inafanyika? Nini inafanyika? Akipokea dhabihu zetu na sadaka zetu nini inafanyika? Anakupa utele. Anakupa utele. When he receives, he blesses plentifully. That's what it is. He gives you joy. He honors your prayers. Kwa hivyo tuje maombi. Finally, kuna kitu kinafanyika na ninafurahia. Kuhusu sifa. Hizi wanaimba Hosana in the highest. Wanaimba Hosana juu mbinguni, Hosana kwa mwana wa Daudi. Amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ni sifa kwa nani? Kwa Mungu. Na kuna jambo kuhusu sifa ambalo linanifurahisha. Soma tu verse 16. Yesu anawajibu. Kuna kitu Yesu anawajibu anapolalamika. Wakamuuliza Yesu, "Je, unasikia hayo hawa wanayoyasema?" Akawajibu, "Naam. Kwani hamkusoma midomoni mwa watoto wachanga na wanyonyao umeamuru sifa?" Tena kitu kingine tena Yesu amejua imeandikwa. Kwa hivyo anapoona Lyons Boys Band anajua kuna kitu kinatimia. Fulfilling scripture. Serving God in fulfilling scripture. Kumtumikia Mungu katika kutimiza. Anajua hawa watoto wananyonya, hawa watoto wachanga. Kukua wanaimba wimbo mmoja wa kunipokea kama mwana wa Daudi pia si bure. Imeandikwa. Anawauliza, ninyi ni walimu wa Biblia? Ninyi ni waandishi wa maandiko? Ninyi ni Masadukayo na Mafarisayo? Kazi yenu kubwa ni kufunza neno la Mungu. Hamjasoma hiki kinafanyika saa hii, imeandikwa. Na sasa hiyo Leon amekaza, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to the son of David. Wanaimba na wenzake wote. Wao wanakasirika na wajiulize huu muujiza umefanyikaje, lakini Yesu anajua. Wanapomwambia nyamazisha hawa watoto na huko nje nyamazisha wale wamekuja wakikuimbia, mbona hauwakatazi? Anawaambia nyinyi hamjasoma imeandikwa. Nitaimbiwa hivi na watoto wachanga na wale wanyonyao.
What was Jesus quoting again? Alikuwa na nukuu maandiko gani? Zaburi 8:1-2. Read. He was quoting from scripture again. Psalm 8:1-2. Kwa hivyo hawa wanapogadhabika na huu muujiza unapofanyika, si muujiza kwa Yesu. Anajua kile kiliandikwa kama unabii kwa Zaburi ndio hiki sasa kinafanyika. Bwana, Bwana wetu, tazama jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani wote. Umeuweka utukufu wako juu ya mbingu. Midomoni mwa watoto wachanga na wanyonyao umeamuru sifa, kwa sababu ya watesi wako kumnyamazisha adui na mlipiza kisasi. Amen. Praise the name of Jesus. Mungu chakula chake ni sifa. Na Yesu anajua kuimba kwa watoto na wanyonyao, Mungu alikuwa anazungumza nini? What was God teaching them? Mungu alikuwa anataka kufunza nini watu kwa hili kanisa na hekalu? Akifanya watoto wanyonyao na watoto wachanga kuimba, alikuwa anataka kuwafundisha nini? Alikuwa anawaambia, kama kwa utu uzima wenu, miili yenu, midomo yenu, uwezo wenu hauwezi kunisifu, ninaweza kusifiwa na chochote. That was the lesson. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo funzo. Nakumbuka mzee mmoja kijiji kimoja cha kwetu aliita watoto akawapea vijana wake wote mahali, mali, urithi. Alafu kijana mmoja ambaye alikuwa ni second born hakumpa chochote na hakumpa mtoto wake mkubwa, alimpa mjukuu. Mnanipata wapendwa? Alimpa nani? Mdogo. Akaandika statement kwa lawyer na akawacha kama wili. Huyu mtoto akifikwa miaka 24, 25 akiwa amemaliza university ama college, apewe imani. Na huyo kijana akakasirika sana. Na baba yake, kijana yake mkubwa akakasirika sana. Lakini mzee alikuwa anawafunza kitu gani? Alikuwa anawaambia, nimewaangalia nikaona hamna uwajibikaji. You are not responsible people. Nikiwaachia hizi vitu mtauza zote na kizazi kinafuatia kitateseka. That is the lesson God was teaching the adults in that church. Kwamba ninapenda kusifiwa, hamnisifu. Napenda kuimbiwa, hamniimbii. Na mimi ndio nimewaumba. Ninaweza kutumia hawa, niwape wimbo wangu, niwafunze kuimba kitu ambacho hata watu wazima nyinyi mnajua na mmekataa kufanya. Praise the name of Jesus. Na akaweka na wakaanza wimbo. Na si mara Mungu amekuwa na hii tabia. Wakati Balaka alikuwa ameita Balaam mganga atie laana juu ya Israeli, Mungu alifanya punda akaongea kwa uwezo wa malaika. So wapendwa, praising the Lord is a privilege. Kumsifu Bwana ni jambo zuri la kujivunia. Na tusipomsifu Bwana, anaweza kutumia chochote kujisifu. Wewe imagine saizi hata huyu mtoto umpate tu, roho ni mkubwa kidogo, lakini hebu mpate kwa nyumba anaimba wimbo kama hiyo. Imejaa ufunuo, anaimbia mwana wa Mungu sana ndiye. Wimbo wa Mesia anaimba. Umuza roho umefunzwa na nani hata akujibu, yeye anaimba tu. Unakutana huku unaliona anaimba. Unakutana na hapo nyuma anaimba tu, apostle anaimba sana ndiye. Yesu alikuwa anawaambia chakula cha baba yangu ni sifa. Na kama hamtamsifu, nitaweza kuinua yeyote na chochote kitafanya nini? Kikamsifu. Hilo ni jambo la kwanza kuhusu sifa. Jambo la pili, na nataka nikupe hii kama siri. Sifa ni chombo cha vita. Just read the second bit of that scripture. Kwa nini Bwana anataka sifa? Just read that second part. Kuna kile sifa inafanyia adui na wale wanakuinukia. Midomoni mwa watoto wachanga na wanyonyao umeamuru sifa, kwa sababu ya watesi wako kumnyamazisha. Praise the name of Jesus. Kuna watu watatu. Kuna adui. Wataja hao watu watatu. Watesi wako. Kuna watesi wako. Adui. Kuna adui. Na walipiza kisasi. What silences them? What silences them? Did you know praises was such a weapon? Mlijua wapendwa, sifa
ni silaha kiasi hiyo. Ati kuna mtu anatafuta kulipiza kisasi kwa ubaya, ananyamazishwa na Bwana. Kuna mtu anaitwa adui, ananyamazishwa na Bwana. Kuna mtu anatesa maisha yako, ananyamazishwa na Bwana. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Nani kwa Biblia alitumia hii njia sana kwa vita? Yehoshafati kama mfalme. Alikuwa wakienda vita, anaweka kwaya mbele ya jeshi. Kabla jeshi nyuma, waimbaji mbele. Na wanaimba wimbo gani? For the Lord is good, for his mercies endure forever. Bwana yu mwema, fadhili zake za dumu milele. Jeshi wanachanganyikiwa, ya adui wanauana, yeye anaenda kuchukua vitu. Ilitumika pia kwa ukuta wa Yeriko. Mungu aliwaambia weka waimbaji wazunguke ukuta. Kwa mara ya 7 mkapige tarumbeta. Siku 6 za kwanza, kwa hizo siku 7 mtazunguka tu. Mara moja kwa siku mkiimba na kusifu. Siku ya 7 mtazunguka mara 7, na kwa mara ya 7 ukuta utaanguka. Mtapiga tarumbeta. Ulianguka ama hukuanguka? Ni Mungu alikuwa anawaambia sifa inaweza angusha ukuta. Kitu kinakuzuilia baraka. Sifa inanyamazisha adui. To silence your enemies, the avenger and those who persecute you. Hiyo ndio kazi ya sifa. Siku hii ya leo watoto wakiimba sifa, walemavu walipona. Do you see that contrast? Baada ya Yesu kumwaga bidhaa zilikuwa kwa meza na kuchapa watu na kuangusha pesa zao na njiwa, the next thing he did was what? Yeah. Kilichofuatia saa hiyo tu baada ya vita ni kuponya vipofu na walemavu. Nini ikiendelea? Sifa kutoka Lyons Bosban. God was showing them a new weapon of warfare. Kwamba mahali kuna sifa, adui zako wanashindwa, wananyamazishwa, watesi wako wananyamazishwa. Watu wamekuja kulipiza kisasi, wananyamazishwa. Hebrews 13:15. Waibrania 13 mstari wa 15. Basi kwa njia ya Yesu tuzidi kumtolea Mungu dhabihu ya sifa. Sifa ni nini? Vile unatengeneza 10,000 unaenda kumwambia Bwana asante, watoto wamemaliza muhula. Kuna watoto walifungua shule hawajamaliza. Hivyo ndivyo sifa pia inafanya. Ni dhabihu ya kivyake. Vile unatoa mbuzi wako na kusema naleta kanisani. Vile unanunua kiti unasema nimeleta dhabihu. Hivyo ndivyo sifa ilivyo mbele ya nani? Ni dhabihu. Tumtolee Mungu dhabihu ya vinywa vyetu. Nimalizie. Dhabihu ya sifa, yani matunda ya midomo inayolikiri jina lake. Bwana sifiwe. Matunda ya midomo inayolikiri jina lake. Watoto hawakuwa wanaimba toni nyadundo, kanungo 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 eteko, hapana. Walikuwa wanaimba kitu kinachotukuza jina la nani? La Mungu. Matunda ya kinywa kinacholisifu jina la Bwana. Your lips. Kunalamika siku nzuri, kuongelea siasa saa yote si vizuri. Midomo yako acha imtolee Bwana dhabihu. Weka wimbo. Yesu wa Inyanza, mwami wa Inyanza, shakira mbole, Yesu wa Inyanza, warunga likobi umsalaba. Yesu wa Inyanza, mwami wa Inyanza, warunga likobi umsalaba. Najua wakati unasifu Bwana vizuri, sijui ni kwa nini, lakini mother tongue kuna mahali huwa inafika mahali kizungu haifiki. Sijui kama iko hivyo na lugha zenu. Lakini kwa njia yoyote ile, kinywa chako kimtolee Bwana matunda ya sifa, yani inayokiri jina lake. Nasema hivyo jina lake kwa nini? Si kila wimbo inamtukuza Mungu. Kuna nyimbo zimeimbwa kwa majina ya watu. They are patriotic songs, they are legendary songs, they are whatever songs, zinaimba mambo mengine. Lakini nyimbo zetu zilizio zinamkiri nani? Bwana, zinampa sifa. Hiyo ni dhabihu tosha. Vile mtu ametoa shamba ameambia kanisa jenga, na wewe unaposifu Bwana umempa shamba, umemwambia fanya nini? Jenga. Anaiona kama dhabihu. Kinywa. Kinywa. Na ndio sababu ninawavunja sana moyo kwa mambo ya masengenyo. Maana maandiko yanasema kinywa kimoja hakiwezi kutoa maji safi na maji chafu. Sasa huwezi sifu Mungu na hicho kinywa alafu kianze kusengenya tena. Kinakosa utukufu.
Leon's Boys Band ikisifu, wagonjwa walipona, wakapata macho, wakapata masikio kusikia, wakapata kunena, wale walikuwa hawezi kunena, arthritis ikaenda, cancer ikaenda. Leon's Boys Band ikiendelea. Yesu alisema kwa kinywa sifa zikimwendea Bwana, yule amekuja kukutafuta alipize kisasi, anagongwa na mbingu. Yule amekuwa kitesa maisha yako, anagongwa na mbingu. Yule amekuwa adui wa maisha yako, anagongwa na mbingu. Na Bwana anasema msiponiimbia, naweza kuinua chochote kikaniimbia. Hata wale wananyonya, hata wale ni wachanga, wataimba na watanisifu. Singependa mimi kuona Bwana amefanya mtoto ananyonya amsifu mimi kwa sababu nimeshindwa kumsifu. Can we offer the Lord this offering of praise as a sacrifice by our own lips? Kisimani. Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Umetukuka, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Umetukuka, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Waweza yote, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Waweza yote, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Mwanzo na mwisho, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Mwanzo na mwisho, Mungu
kuhusu maisha yangu katika jina la Yesu. Baba Bwana, Mungu uishie milele, jamii yangu, watoto wangu, mke na mume wangu, ninaomba katika jina la Yesu, wacha wakatimize maandiko katika jina la Yesu, wakatimize maandiko Baba. Kuna kile umeandika kuhusu kila mmoja wetu Baba Bwana, katika jina la Yesu. Kuna kile umeandika kuhusu afya zetu. Kuna kile umeandika kuhusu miaka yetu duniani. Kuna kile umeandika kuhusu kazi zetu duniani. Kuna kile umeandika kuhusu mbali tutafika. Wacha maisha yetu yatimize kitabu chako. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kile kimeandikwa kwa vitabu vya giza hakitafanyika kwa maisha. Kile kimeandikwa kwa vitabu vya kuzimu hakitafanyika kwa watoto wangu. Kile kimeandikwa kwa vitabu vya wagonjwa ibilisi havitafanyika kwa maisha yangu. Baba, kilivyoandikwa kitabuni, kilichoandikwa kitabuni kuhusu, kilichoandikwa kitabuni kuhusu huduma yangu, kilichoandikwa kitabuni kuhusu washirika hawa, kilichoandikwa kitabuni kuhusu kazi ya mikono yetu, kilichoandikwa kitabuni kuhusu uzao wetu. Kitabu chako mbinguni Bwana, kitabu chako mbinguni Bwana, kitilia kwa maisha yetu, kila saa ya maisha yetu, kila sekunde ya maisha yetu, kila siku ya maisha yetu, kila juma ya maisha yetu, kila mwezi wa maisha yetu, kila mwaka wa maisha yetu Baba. Oh God, gracious and holy God, King of all glory, as it is written in the book about our lives, as it is written in the book about our ministries, as it is written in the book about our marriages, as it is written in the book about our descendants, as it is written in the book about our nation, as it is written in the book about this country, as it is written in the book about Kitengela. Vilivyoandikwa kitabuni Baba, vitabu vya giza vikachomeka, vitabu vya waganga vilivyobeba mambo ya maisha yetu viteketee, vitabu vya wachawi kuhusu maisha yetu vinanuliwe, vitabu vya giza vinanuliwe, vitabu vya adui zetu kuhusu katika jina la Yesu. Inanuliwe kalenda ya kuzimu kuhusu maisha yetu Baba. Inanuliwe kalenda ya wana wa giza, kalenda ya majini, kalenda ya mapepo kuhusu maisha yetu Baba, zinanuliwe. Tunailia kalenda ya kitabu chako kuhusu Baba. Neno limesema siku zangu zote zilivyoandikwa katika kitabu chako. Let your heavenly calendar over every day of our lives be fulfilled. Let our lives fulfill scripture. Let our lives fulfill divine prophecy. Let our destinies fulfill the prophecy of heaven. The prophecy of heaven. The prophecy of heaven in the name of Jesus. Wapendwa, mwambie Mungu kile kimeandikwa kuhusu maisha yangu. Kila unabii umeandikwa kuhusu maisha yangu mbinguni, wacha ukatimie katika jina la Yesu. Kila unabii kutoka kwa mtumishi wa Mungu, wacha ukatimie katika jina la Yesu. Kila unabii kuhusu ndoa na watoto wangu wa kiungu, wacha utimie. Tunakataa unabii wa kichawi, tunakataa unabii wa adui, tunakataa unabii wa watesi wetu, tunakataa unabii wa adui zetu, tunakataa unabii wa adui zetu, tunakataa unabii wa walipizaji kisasi, tunakataa unabii wa walipizaji kisasi, tunakataa unabii wa walipizaji kisasi Baba. Tunakataa vitabu vya wale wa giza kutumia kwa maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Paulo alihubiri Efeso, waganga na wachawi wakaleta vitabu vyao wakavichoma, vikawa vya thamani kubwa zaidi ya 50,000, vitabu ambavyo vilikuwa vimebeba majina ya wana wa Mungu, vitabu ambavyo vilikuwa vimebeba makusudi, kalenda ya jinsi ya kutendea wana wa Mungu, vikachomwa baada ya injili kuhubiriwa. Mwambie Baba, leo choma kila kitabu cha kuzimu kimebeba jina lako Baba. Teketeza kila kitabu cha kuzimu kimebeba watoto wangu, kimebeba mke na mume wangu, kimebeba Bwana washirika wa huduma hii. Teketeza kwa jina la Yesu.
every satanic list containing our names, every book of the devil carrying our destinies, today lost by the fire of the living God. Lost by the fire of the King of Glory, in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Baba, teketeza kwa moto wako. Wewe ni moto unaoteketeza. Orodha yoyote imebeba majina yetu kulipiza kisasi, Baba, kwa kadhabu yako teketeza. Orodha yoyote ya kuzimu imebeba majina ya huduma zetu, hatima zetu, ndoa zetu, fedha zetu, hatima zetu, kwa moto wa kiungu Baba teketeza. Kwa moto wa kiungu Bwana teketeza. Yasipotimia yaliyoandikwa kitabuni mbinguni, yatatimia yaliyoandikwa kwa vitabu za adui zetu. Tunakataa, tunapiga, tunasimama, tunanua, tunaangusha na kusambaratisha, tunararua vitabu vya giza kwa mikono ya malaika wa Bwana. In the name of Jesus, tunaitisha moto kutoka mbinguni ukateketeza kila orodha ya kitabu imebeba majina yetu kwa uovu, imebeba mashamba yetu kwa uovu, imebeba utajiri wetu kwa uovu, imebeba ndoa zetu kwa uovu, imebeba watoto wetu kwa uovu. Baba teketeza, Yehova teketeza. Yatakayotimia ni ya kitabu chako, yatakayotimia ni ya kitabu chako, yatakayotimia ni ya kitabu chako, yatakayotimia ni maandiko, yatakayotimia ni ya unabii wa mbinguni pekee. Kwa jina la Yesu, kila kinywa kilifunguka kikatuita maskini, unabii vunjika kwa unabii wa kitabu cha mbinguni katika jina la Yesu. Kila kinywa kilifunguka kikatuita kahaba, kikatuita maskini, kikatuita watu bure, kwa unabii wa kitabu cha mbinguni. Tunasawazisha unabii wa giza, tunasawazisha unabii wa giza, tunavunja unabii wa giza, tunateketeza unabii wa giza katika jina la Yesu. Ndiye Bwana, maandiko yatimie. Ninaomba punda wangu kwa ajili ya ufalme wako. Ndiye Bwana, kwa jina la Bwana achilia punda. Mwambie yote aliyebeba utajiri wako kwa ajili ya ufalme wa mbinguni duniani, achilia utajiri wako. Yesu aliwaambia watakapowauliza, waambieni Bwana anahitaji. Hebu ambia mwajiri wako kwa ajili ya kazi ya Bwana, achilia kazi yako. Ambia wateja wako kwa ajili ya kazi ya Bwana, nileteeni fedha zangu. Ambia aliyebeba shamba lako, yes, achilia shamba langu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Waambia waliobeba ndoa ya watoto wako kwa ajili ya ufalme wa Bwana, achilia ndoa yangu, achilia pozi, achilia mahali. For the sake of your house I shall seek prosperity. Mwambie Bwana anahitaji. Uliyeshika afya yangu achilia, maana Bwana anahitaji. Aliyeshika hatima yangu achilia, maana Bwana anahitaji. Aliyeshika ndoa yangu achilia, maana Bwana anahitaji. Aliyebeba washirika wa kanisa hili achilia, maana Bwana anahitaji. Mwambie Bwana anahitaji, achilia. Aliyoshika fedha zangu kwa ajili ya nyumba ya Bwana, achilia, Bwana anahitaji. Achilia, Bwana anahitaji. Achilia mapato ya kanisa hili, achilia shamba ya kanisa hili, achilia washirika wa kanisa hili, achilia wachungaji wa huduma hii, achilia kazi za watoto, achilia biashara za nyumba yangu, maana Bwana anahitaji, maana Bwana anahitaji. Tangaza, wewe ndio unajua nini kimeshikiliwa. Labda ni amani yako imeshikiliwa, huenda ni baraka zako zimeshikiliwa, huenda ni huduma yako imeshikiliwa, huenda ni biashara yako imeshikiliwa, huenda ni nyota yako imeshikiliwa, huenda ni visa yako imeshikiliwa, huenda ni nauli ya ndege imeshikiliwa. Mwambie Bwana asema achilia. Bwana asema achilia, anahitaji. Bwana anahitaji ufanisi wangu, achilia. Bwana anahitaji afya yangu, achilia. Bwana anahitaji biashara
biashara yangu, achilia. Bwana nahitaji ajira yangu, achilia. Bwana nahitaji siku zote za maisha yangu, achilia. Tangazia aliyeshika chochote chako, achilia. Aliyeshika chochote chako, mwambie Bwana nahitaji. For the sake of your house, Lord, shall I seek prosperity. Mwambie unahitaji afya hiyo, maana Bwana anahitaji. Unahitaji amani hiyo, maana Bwana anahitaji. Unahitaji pasi ya usafiri, maana Bwana anahitaji. Unahitaji visa na nauli ya ndege, maana Bwana anahitaji. In the name of Jesus. Mwambie sasa Bwana watume wasaidizi wa hatima yako. Wakati wa Yesu kuingia Yerusalemu, uliwatuma watu, wakatoa mavazi yao, wakachuna matawi ya mitende, wakalaza barabarani, wakaimba wimbo wa utukufu wakimkaribisha Yesu, wakamshauri na kumwelekeza Yesu hadi Yerusalemu. Mwambie Bwana, yeyote anastahili kunishika mkono kwa majira haya, wacha Roho Mtakatifu awape mzigo. Roho Mtakatifu aliwapa wimbo, wakaimba, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni, amebarikiwa mwana wa Daudi. Tangaza mwana wa Mungu kwa jina la Yesu. Declare that in the name of Jesus. Declare by the power of the Holy Spirit. Ninaomba Baba waleta punda wangu. Ninaomba Baba wabeba mavazi ya kutandika kwa punda wangu. Ninaomba Baba wenye kuchuma matawi na mavazi yao na kuweka kwa njia yangu kwa watume. Ninaomba Baba wakunielekeza Yerusalemu yangu. Tangaza unaingia Yerusalemu kwa kishindo. Unaingia Yerusalemu kwa sifa. Unaingia Yerusalemu na umati mkubwa. Unaingia Yerusalemu. Maandiko yanasema mji mzima wa Yerusalemu ulishangaa ukashtuka. Mwambie Bwana naingia Yerusalemu. Wanaonifaa kuingiza Yerusalemu, naomba ukawatume sasa. Yerusalemu ya huduma, Yerusalemu ya afya, Yerusalemu ya ndoa, Yerusalemu ya masomo, Yerusalemu ya biashara, Yerusalemu ya mahusiano. Mwambie Bwana naingia Yerusalemu. Watume wanitandikie malazi, watume waniletee punda wangu, watume wanitandikie miti barabarani na matawi, watume waniimbie nyimbo zangu, watume wanielekeze Yerusalemu, watume wakanishike mkono nikaingie ninapohitaji kuingia. Roho Mtakatifu wake akawape mzigo. Roho Mtakatifu wako akawape mzigo. Roho Mtakatifu wako awape wimbo wa kuniimbia. Roho Mtakatifu wako awape malazi ya kunitandikia punda. Roho Mtakatifu wako awape matawi ya kunitandikia barabarani. Roho Mtakatifu wako awape mzigo wa kuacha kazi zao wakaniingize Yerusalemu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Chukua dhabihu yako, mwambie Bwana nifanye chombo cha sifa. Katika sifa hekaluni, kwa kinywa cha watoto, wagonjwa walipona, viziwi walisikia, walemavu walitembea. Yesu, Mungu walinena kwa vinywa vyao, watoto wanaonyonya na watoto wachanga wakiimba sifa za Mungu. Akasema tumtolee dhabihu za sifa. Mpendwa, unapochukua bahasha au unapotoa au unapotuma kutoka kwa simu, utainua simu yako, mwambie Bwana nifanye chombo cha sifa. Na ninapokusifu, maandiko yamesema adui watanyamazishwa. Maandiko yamesema wakulipiza kisasi atanyamazishwa. Maandiko yamesema wakulipiza kisasi atashindwa, wakukutesa atashindwa. Mwambie Bwana hayo maombi. Nifanye chombo cha sifa, na ninapokusifu wacha adui wakashughulikiwe na malaika zako. Na ninapokusifu Baba, wacha adui wanyamazishwe. Umesema kwa sifa adui watanyamazishwa. Umesema kwa sifa wanaolipiza kisasi watanyamazishwa. Umesema kwa sifa wanaolitesa watashindwa. Nifanye chombo cha sifa. Midomo yangu iwe midomo ya sifa. Moyo wangu uwe moyo wa sifa. Nyumba yangu iwe nyumba ya sifa. Huduma yangu iwe huduma ya sifa kwako.
Nakataa kuwa na moyo wa kunung'unika kila wakati. Nakataa kuwa na kinywa cha kusengenya na kuona mabaya. Naomba unifanye chombo cha sifa zako. Na ninapokusifu nyamazisha adui. Ninapokusifu mlipiza kisasi ya nyamazisha. Ninapokusifu watesi wangu wawekwe chini ya miguu yangu. Wacha sifa iwe chombo changu, iwe silaha yangu ya vita. Ninapokusifu adui watawanyike. Ninapokusifu mipango ya kulipiza kisasi iangamie. Ninapokusifu watesi wangu wafikishe mwisho. Nifanye chombo cha sifa. Make me an instrument, Lord, of your praises. Watoto wachanga hawataimba nikiwa Baba. Watoto wanaonyonya hawatakusifu nikiwa Baba. Ni dhihaka, ni aibu. Nifanye chombo cha sifa. Nifanye chombo cha sifa zako. The mighty name of Jesus. Wanapokea dhabihu za wanao. Iwe agano kati yetu sisi na wewe, kwamba katika sifa utanyamazisha adui, kwamba katika sifa mlipiza kisasi atanyamazisha, kwamba katika sifa watesi wangu watanyamazisha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kilichoandikwa kitabuni kuhusu wanao Bwana kikatimie. Kilichoandikwa kitabuni kuhusu kila siku ya maisha yao ikatimie. Kilichoandikwa kitabuni kuhusu hatima ya maisha yao Bwana ikatimie.